Na mtazamaji, kama ilivyo ada, kila siku watu na kuletea makala yetu ya Ifahamu China, hii leo ikizungumzia masala kuhusiana na maendeleo ya akili unde ama ukipenda AI. Tazama. Kauli hiyo inakuja wakati wa mkutano wa kimataifa wa uchumi wa kidijitali mwaka huu, yani Global Digital Economy Conference, unaoendelea jijini Beijing, ambapo matumizi ya AI katika sekta mbalimbali yamekuwa ajenda kuu. Katika mkutano huo, teknolojia za Physical AI na General World Models zimeibuka kama mwelekeo mpya unaotarajiwa kuongoza maendeleo ya AI duniani. Profesa Zhu alisema katika ushindano wa kimataifa wa teknolojia za AI zinazozalisha video, kampuni za China zimeendelea kwenda sambamba na washindani wao wa kimataifa na kwa sasa zipo miongoni mwa zinazoongoza duniani. Miundo mikubwa ya lugha ina mazingira mengi yanayowezesha kufanikisha biashara nchini China kwa sababu mahitaji yetu ya matumizi ni makubwa sana. Tukichukua miundo ya kutengeneza video kama mfano, inaendelea kwa kasi nchini China, na naamini hilo linahusiana kwa karibu na mfumo wetu wa hali ya juu wa uzalishaji wa maudhui, kuanzia mifululizo ya uhuishaji iliyotengenezwa kwa akili bandia mwaka jana hadi tamthilia fupi za waigizaji halisi zinazotumia akili bandia mwaka huu. Na sasa watu wameanza kuelekeza macho yao kwenye tamthilia za muda wa kati na hata tamthilia ndefu. Mahitaji haya yanachochea mifumo yetu kuboreshwa kwa kasi. Mazingira yetu ya matumizi yanatupa faida kubwa. Alitolea mfano maendeleo ya AI katika sekta ya uzalishaji wa maudhui, akisema mwaka jana China ilishuhudia kuongezeka kwa mfululizo wa vipindi vya uhuishaji vilivyotengenezwa kwa AI, huku mwaka huu filamu fupi za uigizaji wa moja kwa moja zinazotumia AI zikianza kushamiri. Aidha, alisema sasa wadau wameanza kuelekeza nguvu katika utengenezaji wa tamthilia za muda wa kati na hata filamu ndefu zinazotumia teknolojia hiyo. Mkutano wa Global Digital Economy Conference mwaka huu unaofanyika Beijing kuanzia Alhamisi hadi Jumapili unajumuisha mijadala maalum kuhusu akili bandia, maendeleo ya rasilimali za watu katika uchumi wa kidijitali na mageuzi ya kidijitali katika sekta za viwanda. Mkutano huo umezikutanisha takriban ujumbe 40 wa viongozi wa sekta mbalimbali pamoja na zaidi ya wageni 1000 kutoka mataifa mbalimbali duniani.